Okay, hello guys, habari za wakati huu, na natumaini kwamba mko poa na mnafanya vizuri. Okay, leo bwana, nimekuja na njia nyingine au namna nyingine ambayo unaweza ukajiingizia kipato, ukajitengenezea kipato kupitia roboti wetu wa Royal Plus. Video iliyopita nilielezea namna gani ambavyo unaweza ukajitengenezea kipato kupitia roboti wa Royal Plus kutumia kwenye kufanya trading. Sasa leo hii nimekuja na namna nyingine ambayo unaweza ukajitengenezea kipato kupitia roboti wa Royal Plus, na hii hapa ni wanaita ni referral program, au kwa wengine wanaweza kusema ni kama network marketing. So namna ambavyo network marketing inavyofanya kazi kwa wale watu ambao walishawahi kufanya mambo ya BF Suma na BF Suma, labda naweza nikatolea mfano kwa sababu yenyewe ikiwa ni legit au biashara halisi. So hapa naongelea issue ambayo ni biashara halisi. So referral program, namna ambavyo inafanya kazi, maanake huo hapa ni mpango ambao huwa unaanzishwa na kampuni kwa ajili ya kujipatia wateja wapya kutoka kwa wale wateja ambao tayari wapo au tayari wako nao. So kinachofanyika ni kwamba kampuni huwa inaandaa rewards kwa wale wateja ambao wapo kwa ajili ya kutafuta wateja wengine wapya kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kampuni. So kwa mfano labda kama ni kampuni labda tuseme labda inauza nguo. Inauza nguo, manake yule mtengeneza labda ni kampuni ya kutengeneza nguo au uzalishaji wa nguo. Wanakuwa na wateja wao ambao wanaenda kununua pale nguo. So kampuni labda inaweza kusema okay, kwa mteja ambaye anaweza akaleta mteja mwingine, sisi kama kampuni labda tunaweza tukamfanyia discount au tukampa reward labda ya kiasi fulani, kiasi fulani. Kwa kuleta mteja mmoja tutakuwa tunakupa kiasi fulani kutoka kwenye ile hela ambayo mteja atanunua bidhaa zetu. So hiyo ndo maana ya referral program. So hii ni program kabisa ya kawaida ambayo makampuni mengi wanatumia kwa ajili ya kutumia wale wateja wao ambao wako nao kwa ajili ya kujipatia wateja wengine wapya. So kwa namna nyingine wanaita kama network marketing. Sasa ni lazima uwe makini sana kwenye hizi issue za mambo ya network marketing, kutafuta kitu ambacho ni legit, kitu ambacho kina uhalisia, kitu ambacho ni cha kweli, na sio kwamba kila network marketing ni ya kweli. Kwa kuna baadhi ya scam business ambazo zinakuwa zinahitaji watu kwamba sio waunganishe watu wengine wapate pesa. So Royalty wenyewe haihitaji hivyo, si kwamba ndo waunganishe watu wengine. Royal Plus haihitaji hivyo kwamba waunganishe watu wengine, sio watu wengine ndio upate pesa, hapana. Unaweza kutumia kwenye kufanya trading, lakini kama unaona kwamba wanamstaki kufanya labda trading, nataka tu nifanye labda niwe kazi yangu tu ni kualika watu, unaweza kufanya hivyo na ukapata pesa yako nzuri, au unaweza kufanya vyote kwa pamoja. So ni hiyo. Sasa hii ni roboti lina program moja hivi ya referral ambayo ni bora sana, ambayo ni bora sana, na wameigawa kwenye renki 6 kutokana na watu ambayo huyo mtu yuko nao. So kila renki ina vigezo vyake. So kwa mfano kama renki ya V1, maana yake sasa hii inakusaidia kutengeneza kile kipato ambacho tunasema ni passive income. Passive income maana yake ni ile income ambayo inaingia kwenye wallet yako bila kuhitaji kufanya kazi yoyote. Yaani haikuhitaji wewe sio ofisini au kazini ndio upate pesa, hapana. So haya ni matokeo ya investment fulani ambayo tayari ushakuja kuifanya. Labda ulitengeneza nyumba, ulijenga nyumba, then zile kodi ambazo unakuwa unazipata zile tunasema ni kama passive income. Maana yake ni kiasi cha pesa ambacho kinakuwa kinaingia, yani una earn bila wewe kufanya kazi. Ni matunda ya investment zako ambazo ulizifanyaga kipindi hicho. Ndio maana ya passive income, kipato ambacho kinaingia bila wewe kuwepo mahali pa kazi ya ofisini. So Royal Plus na mistake sana kwa mambo ya Royal Plus. Royal Plus inaweza ikakusaidia wewe kupata passive income. Sasa unachotakiwa kufanya ni kitu kimoja. Cha kwanza, kuna renki za
renki. So ili uweze kunufaika na hii program, manake ni kwamba ni lazima kwanza umeactivate robot. Hicho ni kitu cha kwanza. Huwezi kupata access ya kupata linki za referral kama wewe hujafanyaje, huja activate robot. Huwezi kupata hiyo access ya kupata linki na code. Sasa namna ambavyo reward zipo kutokana na vigezo, mfano kama hapa Royal Plus V1 status, maana yake requirements active user Royal Plus bots. This link unlocks structure reward across direct user and team user. So hii hapa kwa yani mtu ambaye anaactivate robot kwa mara ya kwanza anakuwa ni V1. Kwa mara ya kwanza anakuwa ni V1. Sasa reward ambayo anapata ikitokea amealika mtu mwingine, direct team rewards. Activation reward ni $30 per one person. Kwa mfano labda ukishare link na mtu mwingine, ukimpa link mtu mwingine, labda leo sasa umeactivate roboti, ukapata mtu mwingine ambaye amewiwa na business ambayo unafanya, ukampa link yako au kodi, akifanya activations directly una earn au unapata $30 kwenye account yako. Fuel rewards, zile ganani commissions, hapa naongelea zile ambazo utakuwa na trade yule mtu, utakuwa unapata 20% ya fuel rewards, zile commissions ambazo atakuwa na trade. Kwa zile 20% za fuel utakuwa unafanyaje, unachukua wewe. So just hizi ni kama commissions. Unajua kwamba kwenye ukiwa na trade kutumia Royal Plus kuna 20% ya kila faida ambayo unakuwa unapata. Royal Plus unakata 20%. Sasa kwenye ile 20% sisi tunaitem kama 100%. Kwa mtu akiwa na trade kwenye ile 20% kule mtagawana Royal Plus atachukua za kwao, na wewe ambaye utakuwa umempa link huyo mtu, maana yake nao utachukua za kwako kwenye zile 20%. So utachukua 20% zote. Ukikata kwake zinakuwa ni 20%. Lakini ungatumia kama 100%, then Royal Plus watachukua za kwao na wewe utachukua 20%. So Royal Plus utabaki kama na 80% na vitu kama hivyo. So hii ni V1. Lakini V2 maana yake requirements for V2 lazima uwe na direct user account. Maana yake watu ambao umeactivate wewe wasizidi watu wangapi? Watu ambao yani umeingia umewaalika, yani wewe ni watu watatu moja kwa moja. Wao ni watu watatu. Lakini team user account, yani total jumla ya timu yako hiyo ina watu 20. Jumla ya timu yako ina watu 20. Namba ambapo unapata reward, ukimactivate mtu direct, kimpa link yako, kisha kuwa link ya V2 unapata $40 kwa mtu mmoja. Fuel rewards unapata $30, unapata 30% ya fuel gas fee. Indirect team rewards, unajua kwamba ukishakuwa V2 kuna wale watu ambao wanakuwa ni watu wako wa chini. Kitokea wale watu wameactivate, wewe unapata kiasi gani? Unapata $10 per one person. Kitokea wale watu wa chini yako na wenyewe wamealika watu wengine, ukiwa uko link ya V2 direct, indirect ile unapata $10. Lakini fuel reward ya wale watu wa chini yako kule ambao wamealika watu wenyewe unakuwa unapata 10%. Pia rewards for V2 tunaongelea wale downline na wale wa chini yako. Reward from downline na V2 partner wale, let's say uko V2 alafu ukatengeneza mistari mingine ambayo itakuwa ni ya watu wa V2. Kwa zile activation reward wakiwa wanafanya activation, wewe utakuwa unapata 1.5 USD kwa kila mtu. Lakini kuna hii rank ya referee. Requirement lazima kwanza uwe umeactivate watu direct. Direct yani watu ambao umeshare nao link. Wawe ni watatu. Kwani watu ambao umewapa link moja kwa moja wewe mwenyewe, wao ni watano. Lakini team user accounts, maana yake jumla ya watu kwenye timu yako inabidi wawe ni watu 100 ngapi? Wawe ni watu 100. Lakini hakikisha umetengeneza mistari ya watu wangapi? Umetengeneza mistari ya V2. Mistari mitatu ya V2. Namna inavyokuwa ni hivi. Huyu ndio referee.
V3 kawaida inabidi ili atimie kuwa V3 inabidi ametengeneza mistari ya chini yake ya V2 mistari mitatu. Lakini watu ambao wanatakiwa umewaalika direct wewe inabidi wasizidi wangapi? Wao ni watano. Tunaweza kazidi na watu kama hivyo, lakini wasipungue watano. Lakini chini yako hakikisha una V2, una mistari mitatu ya V2, una mistari mitatu ya V2. Inaelezea haraka haraka. Ikitokea umeactivate wewe V3 kisha kuwa sasa unafika kwenye hiyo rank ya V3, utapata $50. Kama inavyoonekana hivyo, utapata $50 kwa kichwa kimoja. Utapata $50 kwa kichwa kimoja. Lakini fuel reward utakuwa unapata 40%. Lakini pesa ambayo sasa unakuwa unapata chini kwenye wale downline wako wale wa chini ambao ni V1 wakiwa wanafanya activation, utakuwa unapata $20 na kwa inaingia kwenye account yako moja kwa moja. Lakini fuel rewards unakuwa unapata 20%. Lakini V2 wako, ile mistari mitatu ya V2 wako ambao uliweka pale chini wakiwa wanafanya activations indirect, unakuwa unapata dola ngapi? $10. Lakini wakiwa na trade kule unakuwa unapata 10% ile fuel. Lakini ukiwa V3 then ukatengeneza V3 wengine, yani ukiwa bado uko V3 ile, lakini kwenye wale vitu wako wale miongoni mwao ukapata V3 wengine, maana yake wale watu wakiwa wanafanya activations, wale watu ambao utakuwa umelingana nao rank ambao wako kwenye timu yako utakuwa unapata nini? Dola 1.5. Lakini pia utakuwa unapata dola, utakuwa unapata 10% ya nini, ya fuel rewards. Fuel rewards wakiwa na trade utakuwa unapata hiyo. Lakini pia V4 rank ya hapa chini kabisa huko unatakiwa uwe, ili utimize vigezo. Kwanza inabidi direct umealika watu 8 wasiopungua 4, lakini uwe na miguu mitatu ya V3. Lakini timu yako isipungue watu ngapi? Isipungue watu 300. Timu yako isipungue watu 300. Haya, ukiwa unafanya direct activation zile unapata dola 60 kwa kichwa kimoja. Fuel rewards 50%. Ukiwa na trade wale downloader wako unakuwa unapata 50% ya fuel. Lakini vifili wako wale viwani wako wale viwani sasa kule chini ya wale unajua wewe wale viwani sasa wakiwa wanafanya activations, wewe direct huko unakuwa unapata dola 30. Lakini fuel rewards wakiwa na trade unakuwa unapata 30%. Lakini rewards kwa wale ambao ni vitu sasa vitu wako kwenye hiyo timu utakuwa unapata dola 20. Lakini fuel rewards utakuwa unapata sasa hii dola kwa kichwa kimoja, yani vile vitu wako akifanya activation au akimwarika mtu unakuwa unapata wewe indirect, yani ni pesa, yani hii ninaposema ni indirect team reward ni ile pesa ambayo inaingia yani bila wewe, yani mtu wa chini yako wa timu yako kule chini akifanya akialika watu akialika watu, ndio hizo pesa ambazo unaongelea unakuwa unazipata. Kwa viwani akialika watu, mtu wa chini yako kule dola 30 unapata kwa mtu mmoja. Lakini wakiwa na trade wale watu kule chini unakuwa unapata 30% ya fuel rewards. Lakini vitu wako akialika mtu unapata dola 20 indirect, yani inaingia bila yeye kuhusika. Lakini fuel rewards unakuwa unapata 20% ya fuel. Lakini vipiri wako akiwa anapata activation kwa kitu kimoja unakuwa unapata dola 10. Lakini fuel rewards ile ambayo utakuwa na trade utakuwa unapata commission vile ya kutoza kwa unapata 10%. Lakini ukitokea umelingana ranks na before
Ikitokea kwenye timu yako amekuwa V4 lakini alikuwa chini yako, utakuwa na gains $1 point ngapi? 0.5, lakini 10% kama shule reward. Hivyo hivyo kiwa V5 yenyewe inabidi uwe na miguu mitatu ya V4. V4 wanne hapa chini, V4 wanne, lakini V4 wanne, lakini wale ambao utakuwa umewalika moja kwa moja wale direct use wasizidi 12, wasio chini ya 12, lakini timu yako jumla hiyo na watu 800, sio chini ya watu 800. Haya, ukiwa unafanya activations, mtu mmoja ukishafika kwenye hiyo rank unapata $70 kwa mtu mmoja, lakini fuel rewards ni 55, commissions watu wanakuwa na trade zile, lakini activation rewards kwa indirect ile team rewards kwa V1, watu wa chini yako kule V1 akifanya activation unapata $40. Fuel rewards unapata $35, ila ambazo ukiwa na trade V1 unakuwa unapata 35, lakini V2 akifanya activations indirect money unapata $30 kwa kitu kimoja. Utakuwa utapata 25% ya zile hela ambazo utakuwa na ni commissions kama hela za kutrade. Lakini V3 ukifanya activations utakuwa unapata $20 indirect, lakini fuel reward utakuwa unapata 15%. Lakini ikitokea reward through use of downliner ambayo itakuwa ni V4 utakuwa unapata ngapi? $10 indirect activation reward, lakini pia ya fuel reward ni 5%. Lakini V4 reward from downliner 5 partner, reward from downliner 4 partner, wale na partner wako ambao watakuwa wako kwenye hiyo rank yako sawa na hiyo rank utakuwa unapata $1.5. Lakini pia fuel reward utakuwa unapata 10%. Ukienda rank ya mwisho hiyo V6 so rank ya mwisho V6 wana unabidi una miguu mitatu ya V5 3, lakini pia watu ambao umealika mwenye direct asizidi watu wasipungua watu 20, timu yako ina jumla ya watu 1,500. Unaona 1,500. Haya, hela ambayo utakuwa unapata ukialika mtu direct mwenyewe $80 kwa kichwa hiki kimoja, lakini fuel rewards unakuwa unapata asilimia ngapi? 60% kwa kichwa hiki. Kwa yani hizo ni hela za kutradia, maana yake commissions ambazo unakuwa unapata kwa kupitia watu wanao trade. Lakini indirect team rewards utakuwa unapata kwa V1 akifanya activation unapata $50 indirect. Fuel rewards akifanya trading V1 utakuwa unapata 40% commissions. Rewards through use of downliner V4 V2 akifanya activation unapata 40 akiwa na trade 30% fuel reward. V3 unakuwa unapata $30 akifanya activation akialika mtu akiwa na trade 20% ya commission. V4 akifanya activation unapata $20 akiwa na trade ya fuel rewards unapata 10%. V5 akifanya activations unapata $10 akiwa na trade unapata $5. V6 ambao atakuwa mko naye atakuwa kama downloader wako huko chini, tokea umelink up naye kwa bado $5 1.5 akifanya activation, lakini ukiwa na trade fuel reward utakuwa unapata 10%. OT ndo ya mwisho inaisi ni operation teams, low price operation team area leadership status unlock through your download success.
or T. Eligibility conditions: A user is eligible for the operations team or a member achieve identified. This link unlocks start the reward across direct leadership and the global partner incentives. Operation team rewards business profit are rewarded as the operation team reward each distributed required amongst the eligible operation team. So hiyo ndo inavyokuwa. So hiyo ndo namna ambayo unaweza ukajitengenezea kipato kwa kupitia Royal Plus kama unataka kufanya mambo ya trading, lakini kama unataka kufanya trading, lakini pia kama unataka kufanya trading na kufanya affiliate au referral kwa kutafuta wateja wengine, yani kwa kuwatafutia hii kampuni ya Royal Q, kampuni ya Royal Plus kuwatafutia wateja wengine. So wenyewe wanakuwa wanakupa rewards kwa kuwaletea wateja wengine. Kampuni unajua haiwezi kufanya yenyewe matangazo ya kubrand spin. Kwa hiyo ni njia rahisi ya kampuni kujiongezea wateja au kujipatia wateja kwa kutumia wateja ambao wapo wana exist, walete wateja wengine kwa kuwa wamepromisiwa rewards fulani. So kama unavyoona hapo, pesa ambao wanatoa au pesa wanaolipa ni nzuri sana. Cha msingi ukiingia tu kwenye kuwa serious kutafuta watu kuwaelimisha watu wasiingia wajui ni maana ya Royal Plus, lakini usiwaambie tu kwamba hii ni unapata au ni hii tu ni kualika tu watu na unapata faida. Hapana, unapata faida kama trade, lakini kama ukiona hutaki kufanya trading unaweza kufanya hii, lakini unaweza kufanya zote kwa pamoja, kufanya trading. Kwa hii referral haitegemeani kabisa na mambo ya trading, haitegemeani kabisa na mambo ya trading. Unaweza usifanye hii na ukaendelea kufanya ukatengeneza faida kupitia kwenye kufanya trading. So okay guys, na mimi ndio kwamba nielewa. So hii ni njia nzuri sana kuingiza wewe passive income, pato ambacho unakipata ukiwa hata umerara unaingiza pesa, sababu kuna watu ambao uko chini wana struggle kwa ajili ya kufikia level ambayo wewe upo kwa muda huo. So ni opportunity nzuri, cha msingi ni kuwa serious kupambana, kutafuta watu wa kualika, then baadaye unakuja kumake it. So hii ni fursa, na ukiangalia kwamba hii ndio imeanza Royal Plus, haina hata miezi minne. So ukiwa serious, ukipambana, maana yake unaweza kufika mbali na unaweza kubadilisha maisha yako na watu wanaokuzunguka. Okay guys, asante kwa kufikia hapo, sina ziada. Kwa wakati mwema, asante.